Yanga Tabora Piano Songea United. Basi uko mbele ya muda. Wewe uko mbele ya muda. Na ndio waandishi wanaotakiwa duniani. Ambaye anawaza chanya. Basi wakiona maduduko. Baki jiona linapitana Mungu. Yaani maduduko wakiona linapitana Mungu. Wanatoa timu haraka sana. Tarehe 2 kuna Tabora. Tarehe 2 tuko na Tabora. Imeingia kubwa kuliko lote. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuondoka na matokeo mazuri siku ya leo. Songea walikuwa na timu nzuri, wamecheza vizuri kwa kuwaheshimu na mwalimu wao kwa namna ambavyo kwanza wameleta timu uwanjani. Hilo ni ujasiri namba moja, sababu kuna wengine timu wanazo na hawawezi kuleta uwanjani. Kwa hiyo hili swala la Songea kuleta timu ni pongezi namba moja, lakini pongezi namba 2 kwenye kiwango chao. Wamecheza vizuri na sisi na tumeridhia namna ambavyo wamewapa challenge wachezaji wetu, na tumpongeze mwalimu wetu namna ambavyo ameweza kufanya rotation kubwa ya kikosi, kuwapanga wachezaji ambao baadhi walikuwa wapate nafasi, wameonyesha uwezo wao na quality yao ambavyo ilivyo, na sisi tumeridhia kwamba wanafaa na kuendelea kutumikia Yanga. Lakini ndugu yangu Bini Mjeje, tumemaliza mechi hii, ni maandalizi ya mechi ya Tabora. Kitu ambacho nakiona kwa Tabora ni kwamba sio football club. Ninachokiona kwa Tabora ni Tabora Modern Town. Kwa maana ya kwamba waliamua kutokuacha kutafuta wasemaji wa mipira wa miguu, wakaenda kumtafuta muimbaji wa taalamu ambao mzee Yusuf karibuni anaweza akamtia kwenye lebo. Anaweza hata akaoa, kwa sababu mzee Yusuf ana wake ana wawili, bado wawili, kwa sababu yule dada ni mtu wa michambo. Yeye kazi yake ni kuimba taarabu. Sasa kwa sababu Tabora mnamuimba taarabu, sisi tutakuja kuwapelekea moto sikukuu ya Idi. Tutakuja kuwapelekea moto sikukuu ya Idi. Si itakuwa Idi mosi ama Idi pili, lakini tutakuja kumpelekea moto Tabora na hatuamini ambacho kitatokea. Watalipa kisasi na mashabiki wengi wa Yanga mnataka mechi kama kulipa kisasi. Yes, al-kisasu hapo. Kila kisasi lazima kilipwe. Kwa hiyo acha tu, kila kisasi lazima kilipwe. Sisi tunaenda kulipa kisasi, alafu yani tunalipa kisasi kwanza, alafu tunafanya jambo letu. Shuma ile yani kama zile kisasi tufunga goli 3, tunashinda 3, alafu tunaongeza kwa sisi. Sababu hana timu na msije mkaongea mengi. Sasa juzi katolewa na stendi Kagera, na Juma Kaseja. Sasa kufungwa na Yanga itakuwa ni yani ni habari ambayo nyinyi mnaogopa kuiona mjini. Yule atafungwa tuna Yanga. Yaani lazima tumshenyente na tutampelekea moto watu wa nini. Tutampelekea moto pale pale Hassan Mwinyi pale. Kama kuna watu wamewapanga na wamewapa mipango, sababu tulisikia kuna milioni 30 watu wamewategeshia pembeni watafuta tasari. Hawatawisikia au watu wanakutegesheni milioni 30 wenyewe waliekewa milioni 500 na wamekataa kuleta masuala hao wenyewe hao. Hapo mwenye mnazo. Sisi tunazo, kama kuna watu wamewekewa milioni 30. Sasa hizo milioni 30 hapa mjini kwani hizi mjiandae nazo kupokea fuko la magoli. Sisi tutawafunga basi. Mwao mida ya karibia iftari Chawata hapa tumealipa. Hebu tupe shairi moja, lakini usiwaseme Songea timu mfuko leo. Kaka, hili shairi la leo wananchi watakusikia useme yule mwenyekiti yule pale, mwenyekiti huyu hapa, mwenyekiti alijaribu kutekenya ngoma ikamgomea, sio kama na msengenya, ukweli nawaambia. Mimi namuogopa Mungu, ndo maana nimekaa kando hilo gari la maguu. Sana wewe naye yule mwenyekiti anaongoza madunduka watu mangungu wa Msovero kama kuguma ajali ya mwanza. Basi tunawahi iftari, lakini mwenyekiti gari lako peleka gereji. Ndio